Kwa sasa tunaelekea katika kaunti 001 huko Mombasa, ambapo tunaambiwa kwamba afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma katika eneo hilo inatarajiwa kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu haki na masuala ya usalama ili kuweza kuwasilisha malalamishi yao kwa afisi hiyo ya DPP. Kuungana naye mwandishi wetu Francis Mtalaki kutoka Mombasa tupashe zaidi. Mtalaki. Na Babu, kama ulivyoweza kusema kwamba mkuu wa afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma yuko hapa katika kaunti ya Mombasa na hususan katika pwani ya Kenya kuja kuchukua ile malalamishi, baadhi ya kesi ambazo labda zilikuwa zimekwisha wasilishwa tangia tarehe 27 mwezi Februari, kama alivyoagiza Nurdin Haji alipofika katika kaunti ya Mombasa na kufungua kile kituo cha uhaki na usawa. Na masuala kadha yamejitokeza, lakini mengi kulingana na wale ambao wanaendesha kituo hicho ni kuhusiana na masuala ya ardhi, kwani swala la ardhi ni swala mzito sana hususan katika kaunti hii ya Mombasa na pwani kwa ujumla, na malalamishi mengi wanayopokea yanalingana na masuala ya ardhi na kila mmoja akija kutafuta haki. Lakini kwa mengi zaidi pia shughuli hiyo ikiendelea, nipo na Salim Suleiman ambaye ni mkurugenzi wa shirika la uhaki na usawa. Tueleze labda kwa sasa kando na ardhi, labda ni masuala yapi mengine mnapokea kama malalamishi? Masuala ambayo tunapokea kama malalamishi, kuna masuala ya usalama, kuna magengi ya vijana ambao wamejitokeza katika kusumbua wananchi, na tumejaribu kuongea pia na wahusika kama OCS, OSPD, wakati kwamba tunashirikiana na wao kwa masuala kama tuweze kuyapunguza. Lakini pia tunasema kwamba kwa upande wetu challenge ambayo tumekuwa nayo kwamba hawa ndugu zetu polisi wamekuwa wakitumia nguvu kiasi kwamba sisi yani tumeona ni kwamba kama watetezi wa haki za kibinadamu hatujafurahishwa na jambo hilo. Kwa hivyo tungeomba kwamba wahusika kama IPOA waweze kuingilia masuala kama haya. Na challenge ni nyingi kweli, lakini tungeomba jinsi ya kuhandle vijana hawa ama magengi, sababu kuna vijana ambao wao si wakora. Kuna vijana ambao wenyewe mienendo yao ni mizuri, tabia zao ni nzuri, wanatafuta riziki zao kwa njia ya haki, lakini unakuta kwamba pia nao kutokea kama misako hii ya polisi wanashikwa ovyo ovyo, watu wanadhulumiwa haki zao. Kwa hivyo tungeomba kwamba polisi pindi wakati wanapofanya kazi zao za usalama ni lazima waangalie watu ambao kuna hatia na watu ambao hawana hatia. Umesema kwamba kuna baadhi ya vijana pia ambao wanahisi kwamba wao wanafuata sheria lakini wanazidi kukamatwa. Labda hii inatoa taswira gani kwa yule ambaye labda ni mkazi wa kaunti hii, labda hawaelewi haki zao, ama tatizo ni nini? Hii ni ishara kwamba sisi kama jamii tuna kibarua kigumu, na mimi kwanza ningependa kusukuma changamoto hii kwa wazazi, sababu mzazi ndio anakaa na yule mtoto pale nyumbani, na mzazi anatakana ajue huyu mtoto anapotoka hapa asubuhi pengine anafanya shughuli gani. Mtoto anatoka asubuhi labda saa 1 anarudi saa 1 usiku. Je, katika haya masaa yote ambayo huyu kijana ametoka, ameenda shughuli zake, amefanya kitu gani? Kuna mambo gani ambayo amefanya? Amejihusisha na masuala gani? Na kama kuna mambo mengine ambayo hayafai, basi yatakana mzazi mwenyewe pia aripoti, pengine huyu mtoto wangu naona mambo mengine ambayo anafanya si mazuri. Sisi kama shirika la utetezi wa haki la kibinadamu, kama ulivyosema uhaki na usawa, kituo cha haki na usawa kule Changamwe, tunajaribu kuleta wale vijana kwa pamoja. Tuangalie vijana, je, hawa vijana changamoto zao ni nini? Ni mambo gani ambayo inawafanya wao wajihusishe na masuala ya utovu wa usalama? Na mambo gani pengine yanafanya wao wahusike katika mambo ambayo ni ya uvunjaji wa sheria? Kwa hivyo tumejaribu kwa kila njia, lakini bado kuna changamoto kubwa. Bado still tuna insist kwamba ndugu zetu polisi wote si wabaya. Kuna polisi wazuri na kuna polisi wabaya, na kuna polisi ambao tayari wako tayari kureform, lakini kuna wengine hawako tayari. DPP alipokuja alitoa ahadi, akasema kwamba kuna baadhi ya vitu labda kama ni tarakilishi zile mweze kupata pamoja na kuweza kuwapigia jeki, manake yeye anasema pia ile ni afisi yake, japo ni ndogo, watu hawawezi kuingia wengi, pia kuingia pale ndani ni changamoto. Labda nyinyi mmeweza kusaidikika kwa upande huo? Kwa sasa bila kusema urongo wala kudanganya, kwa sababu kulingana na imani yangu ya kidini na sio imani yangu hata mwingine yote, ni kwamba kwa sasa hatujapata usaidizi kulingana na zile ahadi ambazo tuliahidiwa. Tutaletewa tarakilishi, vitu vya ofisi,
Kwa sasa paka sasa hii tunang'ang'ana, tunaenda cyber cafe kutengeza mambo yetu, kama ni documents tunang'ang'ana, inabidi tutumie rasilimali zetu. Kwa hivyo tungeomba hiyo ahadi ambayo imeahidiwa na ndugu yetu DPP, pengine yeye nimesema yeye ni binadamu kweli, lakini tungeomba kama kutakuwa na msukumo fulani, hasa kwa media kama Citizen, ambapo mmetupatia jukumu hili ili kujieleza, mtusaidie msukume jambo hili. Na pia ningependa pia kuwaomba, mbali na kwamba DPP, nafikiri kama unavyojua uhaki na usawa, kituo cha uhaki na usawa kule Changamwe ni kituo cha kwanza katika pwani nzima, na sisi tunajivunia kweli kama wakaaji wa pwani, ni sifa kubwa. Maana ukiangalia kama Nairobi kuna vituo takriban 11 na vinazidi kufunguliwa kila kukicha, unasikia kuna vituo vyafunguliwa. Kwa hivyo hii ni fursa kubwa kama sisi watu wa pwani kujivunia kwamba sisi kama pwani kuna kituo ambacho cha kwanza na bora zaidi, hasa Mombasani, kwa sababu ukiangalia katika sub-county zote 6 ndio kituo pekee, na cases ambazo tunazozipata sasa hii tunapata katika kila maeneo, katika kila sub-county 6 tunapata cases zote. Kwa hivyo tunahitaji usaidizi ya vifaa kama hivyo. Tunahitaji pia tupewe training, sababu kazi yenyewe ni ngumu. Ile kazi si kazi rahisi bana. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe. Na mimi napenda mbali kusema kwamba kwa DPP peke yake, sitaki nimsukume DPP kwamba lawama zote. Pia wale wahisani ambao wako tayari, wafadhili ambao wako tayari kujitokeza kutusaidia, sisi hatuna shida, milango yetu iko wazi. Alafu pia challenge nyingine pia tunasukuma kwa mashirika yetu ya kijamii ambayo kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba tuko na mashirika makubwa ambayo yamebobea katika shughuli hizi za utetezi wa haki za kibinadamu. Tungeliomba pia ijitokeze kwamba yapate kusaidia. Mnapochukua maoni leo na zile kesi, labda unataraji nini kutoka kwa afisi ya DPP? Sisi tunataraji kwamba zile kesi ambazo tutazikusanya pale kupatikane suluhisho. Na suluhisho ndo jambo muhimu kwa mwananchi, kwa sababu mwananchi akija pale katika kuleta zile kesi zake ama malalamishi yake, waga anahitaji asaidike. Na ukiangalia katika yale ambayo yote tumeyapokea, ni shida kubwa ambazo zimetokana ni kwa wale wananchi walala hoi, wale ambao wako mashinani. Kwa sababu sasa hivi kutembea katika kule mashinani, shida ni nyingi, changamoto ni nyingi. Kuna mtu ana kesi labda imechukua miaka mingi, kama sasa ninavyokueleza kwamba kuna kesi kama ya Dunga Nuse, kuna kesi ya Mbuyuni, kuna kesi ya Lilongwe, kuna kesi ya Mazunguka. Hivi sasa kama tarehe 9 kuna kesi nyingine ya Mbuyuni inaendelea ambayo tunataka tuifuatilizie. Kesi hizo zimechukua miaka mingi, faili hazijulikani zinaenda vipi, na kila watu akienda kotini anaambiwa njooni mwezi ujao, rudini mwezi mwingine. Inakuwa ni challenge. Kwa hivyo tunaomba kupitia kwa hiyo ofisi ya DPP, hizi files ambazo kumekuwa na delay, angalia ni njia gani kwamba hizi files za kufuatiliziwa, na zile kesi ambazo kwa zimesimama pengine huenda zikaanza tena, ama labda pengine kulitokea labda udhulumiaji wa haki za kibinadamu, kwa sababu sisi ni binadamu. Labda kuna mtu mwingine ametokea ana senti nono, na wewe mlala wewe huna kitu, basi ukienda pale utaambia bana wewe kwa vile huna kitu bana wewe kaa kando, hii file ifungwe. Kwa hivyo tunaomba haki itendeke kwa yule mtu wa chini. Asante sana kwa muda wako. Ni Salim Suleiman huyu akizungumza nasi kuhusiana na kile ambacho wanataraji kama shirika la uhaki na usawa na jukumu ambalo liweza kutwikwa na kiongozi wa mashtaka ya umma kuhusiana na kuweza kufanya kazi kwa karibu kuona kwamba wakazi wa kaunti ya Mombasa pamoja na wale ambao watakuwa wanaleta malalamishi yao kuhusiana na masuala kadha wa kadha ambayo yanazingira na haki waweze kupata haki, na kile wanachosema ni kwamba wanataraji kwamba suluhu ya haraka itaweza kupatikana, hususan kwa kesi ambazo zimechukuliwa hii leo na afisi ya kiongozi wa mashtaka, ili kuona kwamba Wakenya ambao wameweza kuwasilisha kesi zao wameweza kupata haki. Babu.